عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, tupo katika muendelezo wa darasa letu ambalo jana tulikomea maeneo ya falau nama mumakkinan fazalat aliyatahu kabla intibahihi intakaba. Tupo bado katika masala ya asbabul hadathi, mambo sababu zinazofanya mtu udhu utenguke. Ni sababu gani ambazo mtu ikishampata mojawapo katika hizo inakuwa ni sababu ya ule udhu alionao kuharibika. Kwa mjadala unaanza falau nama, lau mtu akalala mumakkinan, hali ya kuambatanisha makalio yake katika ardhi, fazalat aliyatahu, halafu kisha yakaondoka makalio yake kabla intibahihi, kabla ya kuzindukana kwake, yani kabla hajaamka. Mtu kakaa kikao ambacho ni cha mumakkin, cha kuambatanisha makalio yake katika ardhi, halafu akalala. Sasa alivolala yakaja yakaondoka, yani tuseme kwa haraka haraka, manake ule ukaaji wake wa kumakinisha ukawa umeondoka kabla intibahihi, kabla hajaamka, intakadha, udhu wake utakuwa umetenguka. Au baadahu, au ikawa baada ya kuamka ndo yanaondoka, mjadala bado. Au maahu, au pamoja na kuamka, ule muda anaamka ndo na yenyewe yanahama, inatoka katika ile hali ya kukaa ule mkao wa kuambatanisha makalio katika ardhi. Au shaka, au akawa na shaka, je, ni baada au ni ule muda, yani akawa haelewi ni wakati anaamka ndo yakahama au inakuwaje, yani akawa haelewi. Au sakatat yaduhu, au ukaanguka mkono wake ala al-ardhi, katika ardhi, wa huwa, na hali ya kuwa mtu huyo naimun, alikuwa ni mwenye usingizi, mumakkinun, wa kuambatanisha makalio yake, mumakkinun makadahu, wa kuambatanisha makalio yake katika ardhi. Jawabu bado. Au nasa, au akasinzia, lakini wa huwa ghairu mumakkinin, na hali ya kuwa yeye hakulala kwa utaratibu wa kuambatanisha makalio yake katika ardhi. Kwa sababu tumeona aliyelala kwa kuambatanisha makalio yake katika ardhi ndo ambaye udhu wake kama alikuwa nao, manake hata akiamka baadaye na akajikuta yuko vile vile, manake ule udhu upo. Lakini yule ambaye kwamba atalala kwa namna nyingine tofauti na kuambatanisha makalio yake katika ardhi, udhu wake utakuwa umetoka, kwa sababu akili zitakuwa zimemuondoka. Kwa hiyo huyu ambaye kwamba amesinzia na amelala si kwa kuambatanisha makalio yake katika ardhi, kalala kasinzia, lakini hajakaa ule mkao wa kuambatanisha makalio yake katika ardhi, kasinzia. Kusinzia ni vipi? Anasema wa huwa yasma wala yafahamu, ni mtu ambaye yeye anasikia lakini hafahamu. Unasikia tu anaitika tu, anaitika tu, lakini haelewi chochote. Au shaka, au akawa na shaka, hal nama, je amelala, au nasa, au amesinzia. Au hal nama mumakina, au je amelala hali ya kuambatanisha makalio yake katika ardhi. Au ghaira mumakkinin, au hakulala kwa kuambatanisha makalio yake katika ardhi. Kwa maelezo yote haya
fala yunkadhu, udhu hautenguliwi. Na haya yote yaloelezwa kwa sababu kuna kanuni ya kifikihi inasema al-yaqinu la yuzalu bishak, yakini haiondoshwi na shaka. Sasa wewe ulikuwa na yakini kwamba una udhu, baadaye ikakuijia hali ya kwamba una wasiwasi, je, nimesinzia nimelala au nimesinzia, au je nimelala hali ya kuwa nimeambatanisha makalio katika ardhi au hapana, au maelezo yote ambapo kwamba imeelezwa. Wasiwasi hauondoshwi na yakini ile ambapo kwamba ulionayo, ambayo ni ya wewe kwamba kuwa na nini, kuwa na udhu, kwa sababu wewe yakini yako ulikuwa na udhu. Hii wasiwasi iliyokuja hapa haifanyi wewe uondokewe na udhu, yani udhu kuondoke. Athalith, sababu ya tatu, iltikau shay'in. Sababu ya tatu inayomfanya mtu kama alikuwa na udhu, ule udhu uwe umeharibika, iltikau shay'in ni kukutanisha kitu, wa in qalla, ijapokuwa ni kichache, min basharatai rajulin wa imraati. Min basharatai manake khudhifat an-nun lil-idhafa, ilikuwa basharataini. Sasa manake basharatai, ngozi mbili, rajulin wa imraati, kukutanisha kitu, wa in kala, ijapokuwa ni kichache, min basharatai, katika ngozi mbili, rajulin ya mwanamume, wa imraati na ya mwanamke, ajnabiyaini, watu kando. Tunaposema watu kando ni wale ambao kwamba wewe unaruhusiwa kuwaoa. Watu kando, mfano mamako si haramu kumwoa, kwa hiyo yule ukigusana naye udhu upo. Lakini yule ambao kwamba wewe utaweza kuruhusiwa kumwoa, maana yule ambao kwamba si maharamu yako, ndo tunayemzungumza, atakutengua udhu. Walau bighairi shahawa, ijapokuwa ni pasina ya matamaniwa. Kwa hata mkewe, kuna wengine, kuna zile fikra za watu wanaanza kusema mke hatengui udhu na hivi na vile. Sasa mke mpaka wewe umekusha muoa, afu leo unasema, yani kwani unayomfanyia mkewe unaweza kumfanyia mama yako, si hamna? Au maharamu yako yale ambapo kwamba unaruhusiwa kwa mke wako, manake ni haramu kwa wale maharamu zako. Sasa yule ambaye kwamba ni maharamu yako ukigusana naye udhu upo, lakini yule ambaye kwamba si maharamu yake ndo anaitwa ajnabii, manake ukigusana naye udhu unakuwa haupo. Walau bighairi shahawa, ijapokuwa ni pasina ya matamaniwa, wa kasidin, na hata pasina ya kukusudia. Ikakutokea tu hata kama ni bahati mbaya, lakini sisi tunaangalia kwamba je, uliyegusana naye ni nani? Hata pasina ya kukusudia, ikakutokea bahati mbaya, lakini mmegusana na mke wako, umegusana na mwanamke ambaye kwamba si maharamu yako, ni ajnabi, basi udhu utakuwa umetenguka. Hata lisan, hata ulimi, wal ashali, na kiungo kilichopooza. Ukagusana na mwanamke au ukagusa kiungo kilichopooza cha mwanamke, udhu utakuwa, au yeye akagusa kiungo cha mwanamume ambacho kwamba kimepooza. Mfano tuchukue mkono huu umepooza, kwa ukiugusa udhu unakuwa umetenguliwa. Wazaidi, na kiungo kilichozidi. Kuna wale tunaona mtu anakuwa pengine na vidole 6, kwa ukagusa kile cha ziada kile, udhu utakuwa ipo kule, ukiigusa udhu unaharibika. Kwa hiyo kama utagusa tupu ya jinsia moja, mfano mimi nikagusa tupu ya mwanamume mwenzangu, kwa hiyo mimi nilogusa alamis ambaye kwamba ni mimi, ndo udhu unakuwa umeharibika. Lakini yule nilomgusa yeye udhu upo. Labda nimguse kama ni mwanamke, nikigusa tupu yake au vyovyote, kama ni ajnabii au hata kama sio ajnabii, nikigusa tupu basi
udhu unakuwa umeharibika. Wa biyadi shalan, na ijapokuwa akagusa kwa ule mkono ambao kwamba umepooza. La farja bahima, si tupu ya mnyama. Kigusa tupu ya mnyama udhu upo. Tunachokizungumza hapa ni tupu ya al-adami, ya mwanadamu, ndo iwe yake yeye mwenyewe au ya mtu mwingine au ya maiti au hata kama ni. Kwa hiyo ukigusa tupu, mfano sisi hasa asilimia kubwa hata wanawake tunaona watoto wenu wakati mnawaosha, kama ulikuwa umekwisha tawadha afu mtoto akasema anaenda labda kukidhi haja, kwa hiyo ukaenda kumuosha, basi ukigusa zile tupu zake ujue udhu umeharibika, unatakiwa tena ukashike udhu upi. Hata kama ni mwanao, utaratibu wa kugusa tupu hata kama ni mwanao, ni tupu ya mwanao, ni ya maiti, ni ya mwanamume, ya mwanamke, vyovyote itakavyokuwa, udhu utakuwa umeharibika. La farja bahima, si tupu ya mnyama. Kama ni tupu ya mnyama ukigusa udhu upo. Wala biruusil asabi, na wala si kwa kugusa kwa vichwa vya vidole. Unaona hivi vichwa vya vidole hivi, ukagusa tupu, so kumgusa mtu. Hapa tunazungumzia hukumu ya kugusa tupu. Ukigusa kwa vichwa vya vidole hivi, udhu hauwezi kuharibika. Wama bainahuma, na sehemu zilizo kati ya vidole, ukagusa kwa hapa, kwa hizi sehemu hizi hapa, ukigusa hivi, ukakamata hivi, manake udhu upo. Wa harfil kafi, na sehemu ya pembezoni ya kiganja hii harfi ni sehemu ya ukingo hii, yani sehemu ya pembezoni ya kiganja, ukigusa hii udhu upo. Wala yankudhu kai'un, na wala hakutengui udhu kai'un, kutapika. Wa fasdun, na wenyewe wanasema ile kutolewa damu katika mishipa ile. Wa ruafu, na kutokwa na damu puani hakutengui udhu. Wa kahakatu musalli, na kile kicheko cha sauti cha mwenye kusali japo kinamharibia swala. Ukacheka kwa sauti ndani ya swala inaharibika, lakini udhu hauharibiki. Wa akili lahmi jazur, na kula nyama ya ngamia pia haiharibu nini? Haiharibu udhu. Wa ghairu dhalika, na mengine yasokuwa hayo. Inshallah kwa leo tukomee hapa, yako mengi kwa sababu ndo tuko kwenye mambo, bado tuko kwenye mambo ya tohara, na ndo mambo ya msingi sana, kwa sababu ndo mambo ambayo swala haiwezi kuswihi mpaka uwe makini kwenye haya. Kuna mambo ambayo kwamba kwa sababu tohara ina mlolongo mrefu sana, mengi ambayo kwamba yameelezwa katika tohara, kwa hiyo tukawe makini na kuyafuatilia haya ili ibada zetu ziweze, kwa sababu unaweza ukawa una udhu ukalifanya jambo, wewe unaona udhu bado unao, kumbe umeharibika. Alafu unaweza ukafanya jambo ukihisi kwamba udhu umeharibika, kumbe bado unao. Kwa kuna mengi ambayo kwamba tutaeleza katika mlango huu wa tohara. Kikubwa ni kuendelea kufuatilia. Mwenyezi Mungu ajalie khairi. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wal afwa minkum wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.